Okay traders. Yes, natumaini mko sawa na mnafanya vizuri kwenye market. So ni mwaka mwingine tena na tunaendelea na trading, lakini pia tunaendelea kushare trading content, updates, training, analysis na kila kitu. So kama ni mara ya kwanza kabisa unaiona hii video, basi unaweza kupitia video nyingine ambazo zinahusiana na knowledge, elimu ya kuweza kufanya trading, lakini pia kuna zile video ambazo zinaonyesha uchambuzi wa soko. Huko ziko video mbalimbali kwenye hii channel. So cha msingi like, weka comment kama una swali lolote, lakini pia unaweza subscribe kama unahitaji kupata taarifa tukiweka video zingine. Kwa hivyo ni vitu vya msingi ambavyo unaweza kufanya, lakini pia unaweza share hii video kama nafikiri kwamba itaweza kumsaidia mtu mwingine ambaye anapenda vitu vinavyohusiana na forex trading. Kwa hiyo leo kuna kitu kingine ambacho tunaenda kukitazama kwa moja. Topic yetu ya leo tutajaribu kuangalia kuhusiana na mtaji unaotakiwa ili ufanikiwe forex. Kwa leo tunaenda kuangalia mtaji unaotakiwa ili ufanikiwe forex. Kwa tukija kwenye jambo la forex, unaweza ukawa unahitaji mtaji kwa ajili ya kuanza forex, lakini sio kwa lengo la kufanya forex na kuweza kufanikiwa. Kwa leo tutabase kwenye ule mtaji ili uweze kufanikiwa, ambapo ni swali ambalo wengi wamekuwa kijiuliza sana na majibu yake yamekuwa ni magumu sana kuweza kujua ni mtaji gani halisi ambao mtu anaweza kuanza nao kwenye kufanya forex trading. Kwa katika hii video tutaweza kupitia kwenye websites pia tofauti kuweza kuona pia zinasemaje kuhusiana na mtaji ambao watu wengi waliofanikiwa kwenye forex walikuwa wameweza kuanza kufanya trading kwa mtaji huo. Kwa hicho ndio kitu cha msingi. So kaa mpaka mwisho wa video ili uweze kupata hayo maarifa ya kuhusiana na mtaji unaotakiwa. So kwa hiyo cha kwanza tujue kwamba unapokuwa unafanya forex trading lazima unafikiria tunasema lazima unafikiria in terms kwa kupitia what we call the percentage gain. Lazima unafikiria faida kwa kupitia asilimia. Faida yako lazima uiweke kwa mfumo wa asilimia. Hiyo ndio kitu cha kwanza ambacho kinaweza kuwa cha msingi cha kuweza kuzingatia ili uweze kujua nahitaji mtaji gani kutokana na malengo yangu, nataka niwe natengeneza kiasi gani. So hakutakuwa na lile jibu la moja kwa moja la mtaji. Kwa cha kwanza tujue tuna asilimia, lakini tunapozidi kwenda ndio tutaweza kujua sasa kumbe ni mtaji upi ambao utakuwa unatakiwa. Kwa hiyo sasa nao kama tunafikiria kwa kupitia asilimia kwamba nataka niwe natengeneza faida ya asilimia fulani kwa mwezi au asilimia fulani kwa siku, hapo ndipo tunapoanza kupata mwanga wa ni mtaji gani utakuwa unatakiwa. Sasa unapokuwa unafikiria kwa mfumo wa asilimia, lazima ujue kuna vitu ambavyo vinaingilia hiyo mfumo wako wa asilimia ambao unaotegemea uwepo kwenye faida yako unapofanya trading. Kwa kuna vitu tofauti ambavyo vitakuwa vinaingilia hiyo asilimia yako. Kwa mfano, unaweza kusema nategemea niwe natengeneza asilimia 2 ya mtaji wangu kwa siku. Lakini sasa katika kufikiria hiyo asilimia 2 kutoka kuna sababu nyingi, mfano ile uzoefu wa soko tunaita market experience, uzoefu wa soko uliokuwa nao, yani una maarifa kiasi gani. Hiyo inaweza kuwa ni moja pia sababu ambayo itapelekea je utaweza kupata hizo asilimia ambazo unazitarajia. Lakini pia kuwa na ile tunaweza kusema kama malengo halisia, tunatakiwa tuwe na malengo halisia pia. Malengo yako kama ni halisia, basi utakuwa na uwezo wa kupata hizo asilimia. Tunaweza kusema kama realistic goals. Kwa kama utakuwa na realistic goals, basi una uwezo wa kupata hiyo asilimia, au inaweza katokea huna hiyo malengo, basi kapelekea usiwe na uwezo wa kupata hiyo percentage gain ambayo wewe unaifikiria. Lakini pia hiyo percentage gain ambayo tunasema ndio inatakiwa ufikiria kwa mfumo wa asilimia, unaweza usifikie kutokana na mbinu unayotumia. Kwa tuna kitu inaitwa strategy. Hiyo ni kama mbinu ambayo unatumia ili kuweza kuingia sokoni. Hiyo ndo zile vitu ambavyo vinakuongoza kwamba sasa uingie kwenye trade au usiingie.
Kwa katika hizo mbinu ambazo zinatumika kwenye trading, nazo pia zinaweza kuleta shida kwenye ile percentage gain yako, kwamba je, ni kiasi gani utakuwa na uwezo kukitengeneza na ni kulingana na mtaji gani, kwamba sasa ni mtaji gani utauhitaji ili uweze kutengeneza hicho kiasi ambacho unakitarajia. Ambapo hapo kwenye mbinu lazima ujue vitu kama kuna vitu naita risk to reward, ujue kwamba ni kiasi gani naweza nikaweka ili niweze kutengeneza kiasi gani, au nikakiweka nikakiweka kama yani nitarajie kwamba kinaweza kikapotea, au naweza nikapata kiasi gani kama hiki nilichokiweka kisipopotea. Kwa hiyo naita ni risk to reward ratio. Okay, so now unakuta kuna vitu kama hapa kwenye mbinu, kuna vitu ambapo itaenda kiujumla mpaka itahusianisha, tunaweza kuita like market approach, yani kwamba kwenye soko unapoingia sokoni unaingia kwa namna gani, ambapo kuna pia hapo ndo tunajua kuna zile aina za traders, ambapo unaweza kuwa labda wewe ni scalper, unaweza kuwa labda ni swing trader. Kwa namna yoyote ile kuna aina tofauti za traders or positional trader in any way. So basically utakuja kuona sasa vitu tofauti vinaweza kuleta shida kwenye ile percentage gain yako, kwamba ni asilimia ngapi unaweza kuitengeneza kwa siku, kwa mwezi au kwa mwaka. Lakini hivyo vitu vinavyoweza kuleta hiyo ndo pia vinaweza kuweza kudetermine mtaji gani, au kutambua ni mtaji gani ambao utahitajika wewe uwe nao ili uanze kutrade. Kwa mfano kwenye mbinu za trading na aina za trader, wewe unakuwa ni trader wa mtindo gani? Kwa mfano labda nimetaja swing trader na scalping trader. Kwa mfano kwa haraka mtu anayetumia labda scalping anaweza kuwa tu na nafasi ya kuanza trading kwa mtaji mdogo sana, lakini mtu anayefanya swing trading unakuta anatakiwa aanze trading akiwa na mtaji mkubwa. Hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo utakuja kuona kumbe napotaka nitengeneze percentage gain ya kiasi fulani, nitahitaji niwe na mtaji fulani na ni trade kwa kutumia mbinu fulani, au kwa sababu mimi na trade kwa kutumia mbinu fulani, basi mtaji fulani utakuwa unahitajika nianze nao. Kwa hivyo ndio vitu vya msingi ambavyo kwa haraka unaweza kutakiwa kuvijua unapofikiria kuhusiana na mtaji gani ambao utauhitaji ili uweze kuanza forex trading. Okay, so huku tukiendelea, kabla tujaweza kugusa kabisa sasa huo mtaji unaotakiwa, tunaweza kuangalia ukweli kuhusiana na forex kwanza. Kidogo tu, dakika moja tuweze kuona ukweli kuhusiana na forex. Ya kwanza, forex haiko kama vile ambavyo nafikiria. Huwa anasema it is not crazy as you think. Haiko vile, kwa sababu kila mmoja akisikia mtu ni forex trader lazima aanze kufikiria umefanya kitu gani, magari, manyumba na vitu gani. So haiko crazy kama hivyo. Iko biashara kama biashara nyingine, kwa sababu wewe utakaposema mimi nafanya biashara labda ya chakula au ya nguo, hatuwezi kuwa na picha moja kwa moja kwamba kwa sababu nafanya biashara ya nguo, haya nyumba ngapi, magari mangapi. No. Kwa hii nayo iko kwa mtindo kama ule. Kwa it's not crazy na haiwezi kukupa hiyo return ya haraka kama ambavyo watu wanafikiria. Hiyo ndo ni moja kati ya sehemu ambayo inafanya wengi waweze kupotea kwenye kuifikiria forex ni crazy kiasi hicho, kwamba inatengeneza hela nyingi kwa muda mfupi kiasi hicho. Lakini pia ukweli mwingine wa msingi inabidi ujue kwamba kile unachokiwekeza, what you invest, mara nyingi huwa inakuwa ni sawasawa au ni proportional, na kile utakachokitengeneza. Hiyo kwenye forex pia ni muhimu, na hiyo ndo pia inaweza kupa picha ya mtaji gani utautaka, kwa sababu wewe utategemea utengeneze kiasi gani, basi hii ndio itatambua basi ni mtaji gani uwekeze ili uweze kutengeneza hicho kiasi ambacho unategemea kutengeneza. Kwa hiyo moja ni ukweli pia kwenye forex, what you invest is equals to what you make, or is proportional to what you make. Yani utakachowekeza kitaendana na kile ambacho utaenda kutengeneza, au ndicho kitakacho determine ni kiasi gani utaenda kutengeneza. Sasa na cha mwisho ambacho kitatulinki kwenye pointi yetu ya mtaji ni kama nilivyosema kuanzia mwanzo, kwenye forex lazima ufikirie in terms of percentage return. Kama nilivyoanza hapa mwanzo, nilisema lazima ufikirie in terms of percentage return.
lazima ufikirie kwa mfumo wa asilimia. Sasa kufikiria kwa mfumo wa asilimia, unafikiria kwa mtindo gani? Hapo ndipo ambapo tunaenda kwenye pointi yetu ya msingi. Sasa kabla sijaweza kuonyesha hapo hiyo percentage return ambayo naizungumzia, kwamba lazima kwenye forex ufikirie in terms of percentage return. Kabla sijaionyesha hiyo, nataka twende kwenye website moja kuweza kuona watu wanatengeneza asilimia ngapi za mitaji yao kwenye forex kwa mwezi au kwa wiki. Kwa nini? Tutajaribu kuona kwa namna tofauti. Kwa twende kwenye website mara moja kuweza kuona mitaji huwa inaendana vipi na percentage return. Kwa mfano kuna hapa niliuliza hili swali hapa, niliweza kuuliza swali. Swali langu lilikuwa kwa kawaida, yani ni asilimia ngapi ya mitaji ya forex ambayo forex traders wamewekeza huwa wanatengeneza asilimia ngapi ya mitaji yao? Percentage gain, manake ametengeneza asilimia ngapi ya faida ikihusiana na mtaji wake. Yani aliwekeza kiasi fulani, katengeneza asilimia fulani ya mtaji wake. Hili ni swali ambalo nimeweza kuweka kwa Kiingereza ili angalau iweze kupata majibu kutoka kwenye sites mbalimbali, kwa sababu kwa Kiswahili inaweza kuwa ina majibu machache sana. Sasa kwa maelezo yaliyoko hapa itakuonyesha tu kwamba monthly percentage gain kwanza kabisa ina vary, maana inatofautiana na ni kutokana na sababu mbalimbali kama nilivyoeleza hapo mwanzo, uzoefu wa soko, strategy utakayotumia. Hivyo vyote ni vitu ambavyo vinaweza kutofautisha ile percentage gain yako. Sasa now kwa inatofautiana sana kulingana na vitu kama uzoefu wa soko, mbinu, strategy unayotumia, hali ya soko. Unakuta labda kuna mwezi huu hali ya soko sio nzuri, lakini pia amount of capital, mtaji ule unaowekeza. Umeona? Kwa ndio maana kuna sehemu nimesema mtaji au kile unachowekeza ni sawasawa au kina determine kile ambacho utaenda kukitengeneza, ndo hapo kwenye capital. Na tutakuja baadaye tuone sana what's that specific capital ambayo inahitajika. Kwa hiyo lakini on average a trader can make 1 to 2%. Unaona hapo? Per month. 1 to 2% profit per month. Hii ni profit yani kutoka asilimia ya kutoka kwenye mtaji. Yani 1 hadi 2 ya mtaji ule aliyowekeza kwa mwezi. But can vary significantly kama ilivyokuwa huko, inaweza katofautiana actually, lakini all in all tujue kwa kawaida wengi wanatengeneza 1 hadi 2 ya mitaji yao. Lakini ilifanyika uchunguzi kwa traders wa United States wa Marekani, ikaonekana wana uwezo wanatengeneza asilimia mpaka 3.42 kwa mwezi, na hili ilikuwa ni kwa mwaka 2021. Lakini pia imeonekana wengine wanaweza kwenda, lakini hao unakuja kuona ni wale wazoefu sasa, most successful traders, wale ambao sasa waliofanikiwa, hawa ndio wanaotengeneza pesa vizuri kwenye soko, wanatengeneza asilimia 3 mpaka 7 kwa mwezi, ambao ndio hiyo ni kama kawaida. Lakini utapita kwenye site zingine zitakwambia kuna traders wanatengeneza labda asilimia 10 mpaka 20 kwa mwezi. Kwa pia hizo inaweza kutokea 10 mpaka 20. Lakini hapo unaweza kuambiwa kuna 50% return, hii ni ya mwaka. Kwa mwaka mtu anatengeneza asilimia 50 ya ule mtaji wake. Sasa hapo inaweza kaje kwanza ku make sense kwamba hapo ukiwa una trade systematically, maana kutatakiwa utengeneze faida ya hizo asilimia kutoka kwenye mtaji wako. Yani hiyo nataka sijui mtu aipate vizuri hapo. Twende kwanza kwenye whiteboard ili tuweze kuona namna ambavyo hizo asilimia zinamaanisha. Kwa hiyo kwa mfano amesema kuna traders wanatengeneza asilimia, tuweke yule anayetengeneza asilimia nyingi ni 3 mpaka labda 7. Kwa hapa katikati hapo anatengeneza 3, ametengeneza chache mpaka 7. Hao ni waliofanikiwa sana. Kwa tu assume ni trader anayetengeneza asilimia 5 kwa mwezi. Kwa kama trader anatengeneza asilimia 5 kwa mwezi,
5% kwa mwezi. Yani niweke vizuri hii. Kwa hiyo kama ni trader anayetengeneza 5% kwa mwezi, manake huyo ni trader anayefanya vizuri kabisa na anaenda vizuri kabisa. Kwa hii 5%, labda kwa mwaka atakuwa ametengeneza asilimia ngapi? Bado kuna kitu nataka tukipate kabla tujaenda kujua kwenye swala la mtaji unaotakiwa. Kwa mfano kama anatengeneza 5% kwa mwezi, basi tunategemea kwa mwaka tutazidisha mara 12. Kwa unaweza kwenda hapo roughly tu, nataka tupate picha kabla tujaenda kwenye point yenyewe. Kwa ni 5 mara 12, ingaje hatutegemei kwamba kila mwezi tutakuwa tunapata 5%, inaweza kazidi wakati mwingine au ikapungua. Kwa inakuwa ni kama 60%. Huyu anakuwa ameenda vizuri sana, 60% ya mtaji wake kwa mwaka. Lakini wengi tunaona 50%, ingawaje kiuhalisia 25%, 30%, hizo ndo zinakuwa asilimia za kawaida kwa mwaka. Okay, sasa kama ni 5% tuseme, halafu 5%, nataka tuende tuone kwenye mtaji. Tuende kwenye pointi ya mtaji sasa, ambapo tukienda kwenye pointi ya mtaji ambao unaweza kaanza nao, tunaweza kwenda hapa kwenye site yetu. Kuna swali jingine ambao niliuliza hapa chini, what is the percentage required to, what is the capital required to start trading forex? Hapa nijaribu kuuliza sasa, ni mtaji gani unaohitajika ili uweze kuanza trading? Ni mtaji gani ambao unahitaji kuanza trading kwa mafanikio successfully? Sio kuanza tu, unaweza kaanza tu, lakini swala uanze na ufanikiwe ni mtaji gani? Kwa hiyo kwa kawaida kuna mitaji litajwa hapa, sitataka kwenda ndani sana. $10,000, $20,000, lakini kulikuja kuna $1,000, kuna $10,000. Hizo ni mitaji mbalimbali zilitajwa hapo, ambapo kuna sababu nyingi. Labda ni hali yako tu ya kiuchumi ndio itafanya uanze na mtaji gani. Broker naye anaweza kutaka mtaji gani uwe wa kuanzia. Kwa hiyo kuna vitu mbalimbali ambavyo vitapelekea mtu aanze na mtaji gani. Lakini point inakuwa wapi? Kwamba tunataka tujue ni mtaji gani mtu anaweza kuanza nao. So mtu anaweza kuanza hizo $10,000, $100, ambapo kuna sababu kama uzoefu wa soko ndio inaweza kuwa ni moja kati ya sababu ambayo itafanya ni mtaji gani uweze kukufaa. Lakini kuna wakati unaweza kawa uzoefu huna na ukawa na mtaji mkubwa, bado huo mtaji mkubwa usikufai. Kwa hiyo maarifa ni kitu cha msingi, na ni kitu ambacho nishawahi ongelea. Kuna video zingine huko, nafikiri miaka 3 iliyopita niliongelea kuhusu maarifa kwenye forex trading. So kama okay, tunasema labda $10,000, $1,000, labda tuseme huyu mtu anaanza na $50, ambao labda watu wengi huwa ndo wanaanza nayo. Mtu anaanza na $50 katika safari yake ya trading. Kwa kama mtu ataanza na $50 na tumesema kwa mwezi labda unatengeneza 5%, kwa mwezi ni 5%. Kwa hiyo okay, so tutachukua hiyo 5% ambayo unaitengeneza kwa mwezi, tutaiweka chini ya 100% na tutazidisha na mtaji wako capital ambao ni $50. Kwa hapa capital tuna $50. Capital ni $50. Okay, so umeanza na $50. Tunataka sasa hapo tunasema ndio uwe na zile realistic goals na tunasema proper mindsets. Ndio hapa unapotakiwa kuthink in terms of percentage. Fikiria kwa mfumo wa asilimia kama nilivyoanza hapa mwanzo. Kwa utajikuta okay, 50, 100 mara 50, kwa wale wa mahesabu nafikiri wanaweza kuwa wanajibu tayari hapo, lakini tunaweza kwenda kwenye calculator tukasema unatengeneza 5% kwa 100 mara 50 ambao ni mtaji wako, kwa ni $2.5. Kwa yes, kwa hapo inakuwa ni $2.5. Hii hapa ni dola kama hii tulioanza mtaji wetu hapo. Kwa hii 2.5 ni 5% ya 50. Okay, so from there hii ndo kwa mwezi. Umeona sasa? Hapo ndo inaanza ku make sense tunaposema nitakuwa think in terms of percentage. Hapo ndo inaanza ku make sense. Kwa mwisho wa siku huyu 5% tumeona kule ni 3% mpaka 7 ni wale successive traders. Wanaanzia 3 mpaka 7, wana range humo. Ngaji utaambiwa sehemu nyingine wanaenda 10 mpaka 20, lakini hakuna shida. So
kama utatengeneza 5% kwa mwezi una $50, basi wewe tafuta $2.5. Sasa hapo ndipo ambapo utakuja kuona haiwezi ku make sense wewe unapokuwa umeweka $50 halafu nataka kutengeneze labda $10 au $5 kwa siku. Kwa unapotaka kutengeneza $10 au $5 kwa siku wakati umeweka $50, manake hapo nasema hizo ni unrealistic expectations or unrealistic goals. Hapo ndipo ambapo unakuwa unafikiria katika malengo yasiyo na uhalisia. Kwa malengo yenye uhalisia yanaletwa na asilimia. Kwa hivyo ndivyo ambavyo itakuwa inaenda. Kwa hata kama labda utasema umeweka $100, kwa kama umeweka $100 5%, manake tunaenda hapo itakuwa ni $5 kwa mwezi. Kwa mtu mwenye $100 anaenda $5 kwa mwezi. Lakini haitakiwi tu iwe hivyo. Kwa kinachotakiwa maarifa, umeshaona mtaji ni wowote ule, lakini maarifa, mtaji ni wowote ule unazikaanzia, lakini maarifa inaweza kuwa ni kitu kimoja cha msingi sana. Lakini pia hata kama utakuwa na maarifa ila kuna trading conditions zinaua na zenye pia zina affect ile percentage gain yako, labda usipate hiyo 5% kwa mwezi uliokuwa umetegemea ukapata chini, au wakati mwingine ukapata zaidi ya 5%. Kwa kuna vitu kama hivyo. Kwa cha msingi fikiria in terms of percentage. Sasa conclusion yake inakuwaje? Hatima yake inakuwaje? Kutokana na hii formula ambayo tumefanya hapa, tunaweza kaona ili uwe na zile realistic goals, uwe na malengo yenye uhalisia, lazima angalau sasa uanze na mtaji mkubwa. Ndio maana hata kwenye ile website hapa wakati naangalia kuhusiana na mtaji, ule mtaji uliotajwa wa kwanza ulikuwa ni mkubwa sana, ambao mtu akiona mtaji wa namna kama ile anaanza kuona sasa forex trading kwake yeye haiwezi kumfaa kabisa, kwa sababu mtaji ni mkubwa sana. Lakini sio lazima sana mtaji uwe mkubwa kwa kiasi hicho kama ilivyotajwa pale. Inaweza kawa ni pungufu ya ule uliotajwa pale, $10,000, $1000 ngapi, $5,000, inaweza kawa ni pungufu, lakini at least anza na mtaji mzuri, ambapo mara nyingi utakuja kuona kuna website zinakwambia angalau $500, angalau anze na $500. Kwa hiyo kama ni $500, tukasema wewe una trade vizuri, unaenda juu sana, unatengeneza 10% kwa mwezi ya mtaji wako, basi tunasema hiyo 10% yako unayoitengeneza tunaweka kwa 100 afu nazidisha mara 500. Watu wamehesabu hapo, shapata jibu. Kwa tunaweza kuona angalau hapo unakuja kuona jinsi unavyoongeza mtaji angalau inaanza ku make sense. Kwa tunasema unatengeneza 10% kwa mwezi, tunagawanya kwa 100, tunazidisha mara 500 ambao mtaji wako $50. Kwa sasa unakuja kuona angalau hapa inakuwa ni sawasawa na $50. Inakuwa angalau ina make sense. Yaani angalau unajikuta unafanya kitu. Kwa kama utaongeza utaenda hizo $1,000, $5,000, $10,000, ndio unakuja kuona hii percentage return inaanza ku make sense. Kwa kwenye forex percentage return ndio namna ambavyo unatakiwa ufikirie, na mtaji wako na uwekeza ndio utakao determine nini utakipata. Na jinsi unavyoweka mtaji mkubwa ndivyo ambavyo unavyojipunguzia risk, kwa sababu ukiweka mtaji mdogo unatakiwa kuriski sana ili uweze kupata return ambayo ina make sense. Kwa hivyo ndio vitu vya msingi vya kuzingatia unapotaka kujua kwamba ni mtaji gani unahitaji. Kama kuna kitu kingine cha msingi unaweza kaongeza kwenye comment. Kama una swali unaweza kaweka kwenye comment. Lakini all in all hii ndio kitu ambacho nitaka kuweza kushare na nyie traders wa siku ya leo, na inaweza kuwa ni kama recording ya kwanza kwenye upande wa recording za knowledge, lakini analysis ilishakuwa shared tayari. So asante kwa muda wako, na like, comment, share, subscribe, na pia kama unaweza kushare kwa mtu mwingine hii video unaweza kufanya pia. Asante sana.